Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mashuke. Kujumuika na watu wachache kwenye jambo dogo la kufurahia. Mtu anapata shida kwako kwa kuwa hajakuzoea. Unaweza kununa, kukasirika katika hali yoyote ile utakayokuwa nayo na mtu. Mtu anakukumbusha jambo. Mchango wako kuthaminiwa. Kuelezea jambo kiundani linalomhusu mtu. Inaweza kuwa tiba, ugonjwa au nasaha yoyote. Kufahamu kuwa mtu anakupenda. Nyota ya ng'ombe. Kukubali kurekebishika. Kumfanya mtu awe mwelewa. Kuhisi kuna wakati ulichoka na mtu fulani. Kuonesha nia ya kutenda jambo. Kumuoneshea mtu upendo wa wazi. Nyota ya mbuzi. Mtu kukueleza jambo ambalo utashangazwa nalo. Kuona umepewa nafasi kubwa sana na mtu. Mtu mwenye umri mkubwa kwako atakuwa na upendo sana na wewe. Ikiwa hamjuani kiundani. Kitu kuharibika kitakacho kuuma. Kumuongelea mtu jambo analotaka kulisema. Nyota ya punda. Mtu kuumbuka kwa mambo ayafanyayo. Utahisi uliteleza kusema neno fulani. Utani mbaya na mtu utauchukia. Kupunguza kutoa msaada kwa mtu. Kuhitaji upendo wa wazi na si kujificha tena. Kuamua kutulia na aliye sahihi kwako. Kuchangamsha akili kwa jambo la muhimu. Nyota ya simba. Utakuwa mtata kwa mtu. Kuacha kung'ang'aniza kitu. Kumtoa mtu kwenye hesabu zako ulizompangia. Unapofahamu kitu unapata uhuru au hafadhali ya hali. Kidogo mtu anakupa matumaini ya kitu. Utatoa pesa zote ulizozihifadhi sehemu. Furaha yako inarudi. Nyota ya mshale. Mtu ana huzuni kwa sababu yako. Kuna maneno makali utakuwa mwenye kutamka. Unakumbushiwa jambo wakati wa usiku. Kitu ambacho ukizingatii kinaondoka kwako. Tatizo litaleta furaha kutokana na fumbo lililokuwepo kwenye jambo hilo. Kukutanishwa na mtu. Utapanga kuzungumza mengi ila utashindwa utakapokutana na mlengwa. Kuvunja agano baya. Kuhitaji familia yako iishi maisha mazuri. Kuhitaji mkopo. Kumrudisha mtu katika masomo au mafunzo yake. Mtu anaungana na wewe tena kwa wepesi zaidi. Nyota ya mizani. Kutarajia kuwa na maisha mapya ya kifamilia. Kutarajia uzao, ndoa au mafanikio yoyote kwa kipato. Unafanyia kazi kila unachoambiwa. Ugumu na ufukara ni kitu ambacho unapambana kukiondosha kwako. Mateso ya mapenzi kufikia mwisho baada ya kuamua ufuate njia nyingine ya amani. Ila kuna mtu bado unamchukia sana. Unaweza kupata taarifa itakayo kuvuruga. Kupendezwa na upishi wa mtu. Utataja kiasi kikubwa unachokihitaji. Nyota ya mapacha. Kuacha kuwa mshauri kwenye mapenzi ya mtu au maisha yake. Kujibiwa kitu unachoona hakiko sahihi. Kutambua ujio wa mtu kabla hajafika. Kupata hofu na onyo moyoni mwako. Moshi mkali kukuathiri kifua. Kupumzishwa katika jukumu fulani. Nyota ya ndoo. Mtu anakupa taarifa kila wakati. Utaona umoja wa watu fulani kwako wakija kwa nia njema. Mmea ulioupanda utamea vizuri sana. Ni ishara ya kipato kuongezeka. Kuvutiwa na maongezi ya watu. Mtu atachoka kukufuatilia au kukuchunguza. Kwa kuwa hapati majibu anayoyataka. Kudumisha upendo na mtu. Kuwaota sana marafiki wa zamani. Kuna ushirikiano au jambo utakalolitimiza. Na ulichokipanga kwa wakati wa nyuma kabisa kinakuja kutimia sasa. Hii inaweza kuwa ni mawazo hata ya utotoni. Nyota ya kaa. Unalindwa usipatwe na anguko baya linalokuwinda. Na ndiyo maana unaona dalili nyingi za kukanywa kwa jambo. Kuongelea upya wa kitu. Kusubiri jambo upate mwanzo mpya. Kumjulia mtu hali yake. Kutumia simu ndogo baada ya hitilafu ya simu kubwa kutokea. Utajutia jambo baada ya kukosea. Nyota ya nge. Changamoto mpya inaweza kujitokeza. Mtu anakasirishwa na wewe. Utaota kitu cha kweli. Kujilaumu kwa maneno uliyoyazungumza. Mtu atakufanya uwe na wakati mgumu. Kukaririshwa kitu. Kupata pesa kwa uchache utakayofanyia jambo zuri.
Nyota ya samaki. Mambo yanakuwa sawa kwa dalili nzuri kuonekana. Unaweza kupata pesa asubuhi sana. Utahitajika kutoa neno mbele ya watu. Kupendezwa na ucheshi wa mtu. Kupokea mwongozo kutoka kwa mtu. Kufundishwa kitu. Kuelewa ufasaha wa neno. Taratibu utaanza kukua kimaendeleo. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.